Hakika kama kuna ukweli wowote kuhusiana na tetesi zilizopo sasa kwamba wananchi Yanga wako mbioni kumrejesha Faisal Salum Feitoto katika klabu hiyo kwa daunono la malipo binafsi ya mchezaji, lakini pia kwa ajili ya klabu anayochezea sasa ya Azam, ni dhahiri kwamba Yanga katika msimu ujao wa ligi kuu Tanzania bara, msimu 2025-26, itaendelea kuwa na makali zaidi, itaendelea kutisha zaidi katika eneo la kiungo cha ushambuliaji, hata kama tetesi nyingine zinazohusisha uhamisho wa raia wa Burkina Faso Stefan Aziz Ki kuondoka katika klabu hiyo zitakuwa za kweli. Ndiyo, kama tujuavyo, kuelekea mwishoni mwa msimu tetesi huwa hazikosekani. Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini, na mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga, na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Na hasa katika hizi klabu kubwa kubwa, Faisal Salum Feitoto amekuwa akihusishwa na klabu nyingi sana, ingawa hakuna taarifa yoyote rasmi iliyothibitishwa na Azam kwamba kuna ofa imepelekwa kwa Azam. Miongoni mwa timu zinazohusishwa hapo kabla, wekundu wa Msimbazi Simba ambao ni watani wa jadi wa Yanga, lakini klabu kama Kaizer Chiefs ya kocha Nasreddin Nabi ambaye aliwahi kufanya kazi vizuri sana na Faisal Salum Feitoto wakati akifundisha Yanga. Lakini Faisal Salum Feitoto anahusishwa pia na klabu kama Wydad Casablanca ya Morocco, anahusishwa pia na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, anahusishwa pia na klabu nyingine mbalimbali za kule nchini Misri, nchini Algeria na kwingineko mpaka nje ya bara la Afrika. Yote hiyo inatokana na ukweli kwamba Feitoto amekuwa katika kiwango bora sana katika klabu yake ya Azam, lakini pia katika timu za taifa, kwa maana timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia hata anapokuwa akitumikia timu ya taifa ya Zanzibar Heroes. Feitoto amekuwa katika kiwango bora sana, hasa katika eneo la kati ambako ndiko hucheza zaidi. Msimu uliopita Feitoto alifanya vizuri sana, na hivi sasa Feitoto anaendelea kufanya vizuri. Ni kwa sababu hiyo, kama kweli Yanga watamsajili Feitoto kama inavyozungumzwa sasa, ikiwa ni miongoni mwa tetesi mpya zilizopata nguvu hivi karibuni, ni kwamba Yanga watajiimarisha zaidi ilo eneo la kati kama ilivyokuwa awali wakati Feitoto akiwa katika klabu ya Yanga. Hivi sasa Feitoto ni kana kwamba ameongeza ubora wake maradufu zaidi, hasa katika kuwadhuru wapinzani, katika ujenzi wa mashambulizi, katika eneo la ubunifu. Faisal Salum Feitoto anafahamika wazi, ni mpambanaji wa kutosha pindi timu inapopoteza mpira. Ndiyo, ingawa yeye ana kipaji kikubwa, lakini hayuko nyuma katika kukabiliana na mashambulizi ya upinzani, kuhakikisha lango la timu yake linakuwa salama. Anashuka chini kusaidia mashambulizi, kwa sababu inafahamika Faisal Salum Feitoto mara nyingi, hata wakati akiwa Yanga chini ya Nasreddin Nabi, hata wakati alipojiunga na Azam ambako ndiko anakoitumikia mpaka sasa, hata katika timu ya Taifa Stars, Faisal Salum Feitoto katika mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, viungo watatu shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, Feitoto wa hivi karibuni amekuwa katika eneo hili la watu watatu wa juu, viungo ushambuliaji, na zaidi akiwa katikati kama nambari 10. Feitoto kwenye jukumu hili amezidi kuwa bora zaidi. Inafahamika wazi, hapo kabla Feitoto alikuwa akicheza kama kiungo wa ukabaji, kwa maana kwamba kukiwa na timu yenye mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, halafu yeye akawemo, hapo kabla alikuwa akiwa mmoja wapo katika viungo wawili wa ukabaji. Kwa hiyo double pivot yeye alikuwa anafanya vizuri sana. Lakini akiwa na kocha Nabi ndani ya Yanga akamhamisha kutoka kwa katika eneo hili akampeleka mbele, ana advance zaidi. Matokeo yake timu anazozichezea hata sasa amekuwa akitumika zaidi kwenye eneo hilo, na matokeo yake amekuwa akileta manufaa chanya kwa timu anazozichezea, ikiwamo klabu yake ya sasa ya Azam. Kivipi? Ni kwamba Feitoto
miongoni mwa ubora wake, mbali na kuwa mpambanaji kama nilivyoeleza awali, ni mzuri pia katika kupokea mipira ya kwanza, kupiga chenga, kupiga mashuti ya mbali, na tena ana shooting accuracy ya kiwango cha juu mno, kwa maana kwamba mashuti ya kulenga shabaha. Kwa sababu hiyo Faisal Salum Feitoto amekuwa pia na madhara makubwa kwenye lango la timu pinzani kwa kuweka mpira wavuni. Kwa ukumbuka tu, kwa nini tunasema Yanga wakifanikiwa kumpata Faisal Salum Feitoto kwa dau linalotajwa kuwa nono, na kama Azam wataridhia kutokana na makubaliano hayo, maana hivi sasa Feitoto ni mchezaji wa Azam, maana yake Yanga watanufaika hasa katika eneo la mwisho kati Yanga inashambulia timu pinzani. Tunakumbuka vizuri msimu kabla ya msimu uliopita, msimu wa 2022 2023, Feitoto ambaye ilikuwa ndio msimu wake wa mwisho kuichezea Yanga alicheza kwa mechi 15. Ndio kilichofuatia baada ya hapo tunakumbuka vizuri ni kwamba Feitoto baada ya kumalizika kwa nusu ya kwanza ya msimu akawasilisha ama kukawa na majibizano yeye na klabu yake ya awali ya Yanga akitaka kuondoka. Matokeo yake, pamoja na kile kilichoonekana kwamba ni mvutano baina ya pande mbili, Feitoto akaondoka Yanga na kujiunga na Azam baada ya msimu kuhitimishwa 2022 2023. Lakini katika mechi 15 hizi alicheza kwa dakika 1066 katika msimu huu ambao Yanga alikuja kutoa ubingwa. Katika dakika hizi akapiga mashuti, tunasema shots. Alipiga mashuti 24, kati ya hayo mashuti 16 alilenga shabaha. Feitoto akawa amefunga mabao, tunasema goals, mabao 6. Hapa sijajumuisha assist. Mwisho wa siku Yanga ilitoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ikiwa imefunga mabao 61, kati ya hayo 6 akifungwa na Feitoto aliyecheza kwa nusu msimu tu kabla ya kile kilichotokea ambacho wafuatiliaji wa mpira wa miguu nchini wanafahamu vizuri. Lakini baada ya hapo kujiunga na Azam akaanza kuichezea msimu uliopita 2023 2024. Ni katika msimu ambao Azam baada ya miaka mingi tangu msimu 2015-16 hatimaye Azam ikamaliza miongoni mwa timu mbili za juu, ikapata tiketi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo msimu huu walicheza dhidi ya APR ya Rwanda baada ya mafanikio ya msimu 2023-24. Waliochangia mafanikio hayo walikuwa ni pamoja na Feitoto. Ni kwa sababu gani? Kwenye mechi hizi za 2023-24 Faisal Salum Feitoto alichangia kwa kiasi kikubwa mabao, kwa sababu Feitoto alifunga mabao 19 na kuwa top scorer namba 2 nyuma ya Stefan Aziz Ki alikuwa mfungaji bora kwa kufunga mabao 21. Stefan Aziz Ki ni wa Yanga. Feitoto katika mabao haya 19 pia alitoa assist, tunasema pass za mabao 7. Kwa hiyo akachangia mabao 26 kati ya mabao 63 waliofunga Azam mpaka kufikia mwisho wa msimu na kumaliza na pointi 69 wakiwa nyuma ya Yanga na kwa kupata tiketi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mara ya mwisho Azam kumaliza wa pili kwenye msimamo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara ilikuwa msimu 2015-16. Lakini msimu uliopita wakafanyia hivyo. Simba ikamaliza ya 3, pointi 69 kama Azam, lakini ikizidiwa tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Tofauti hiyo ilitokana pia na mchango wa Feitoto ambaye mabao 26 aliyochangia kwa kufunga mabao 19, assist 7. Maana yake mchango wake kwa mabao 63 yalifungwa na Azam kwa msimu mzima, ukizidisha kwa 100 utagundua hapa ni around 41%. Unaona mchango wa Faisal Salum Feitoto. Lakini hilo haitoshi. Ukienda kwenye small details, Faisal Salum Feitoto msimu uliopita alikuwa ndiye mchezaji namba 2 kwa kupiga mashuti mengi dhidi ya wapinzani. Namba 1 alikuwa ni Stefan Aziz Ki ambaye yeye alipiga mashuti 90, kati ya hayo mashuti 52 yalilenga lango, halafu akawa mfungaji bora kwa kufunga mabao 21, akatoa assist 8. Tunakumbuka vizuri. Lakini Feitoto hakuwa nyuma, akashika nafasi ya pili katika upigaji mashuti kwenye ligi kuu Tanzania bara, kuonyesha makali yake mengine kwamba ana ujasiri wa kufanya majaribio ili kufunga, na pia shooting accuracy, ulengaji shabaha ulikuwa kiwango cha juu. Ni kwa sababu gani? Feitoto alikuwa namba 2, Feitoto baada ya kupiga mashuti 60. Kati ya hayo mashuti 35 alilenga lango, halafu akafunga mabao yale yalitoka kueleza, mabao 19, lakini akatoa na assist 7. Hiyo ni msimu 23-24. Msimu huu mpaka sasa Azam imecheza mechi 25. Yeye
wakati anacheza mechi 24. Amecheza mechi zote 25, lakini kufikia mechi 24, kabla ya mechi yao 25 aliyofungwa 1-0 na Singida Black Stars, Feitoto alikuwa amecheza mechi zote 24 akiwa amecheza dakika 2078. Katika dakika hizi 2078, Faisal Salum Feitoto wa msimu huu, ambaye hatumiki zaidi kama mshambuliaji bandia. Ndio, msimu uliopita alikuwa ni false 9 wakati wa kocha Yusuf Dabo pamoja na Bruno Ferri ambao hivi sasa hawapo. Sasa hivi chini ya kocha Rashid Taus, yeye hatumiki kama mshambuliaji bandia. Msimu uliopita alifanya hivyo na kufunga mabao yale. Hivi sasa Feitoto anacheza zaidi nyuma, akifanya jukumu kubwa la kulisha wenzake. Ni namba 10 ambaye huwa analisha zaidi wenzake kuliko msimu uliopita ambapo alikuwa ni kama namba 9 bandia. Hivi sasa anacheza kwa jukumu lake kama namba 10, ubunifu na kuwalisha wengine. Ndio maana kwenye idadi ya mabao hana mabao mengi kama msimu uliopita, lakini mchango wake wa mabao ya jumla kwa timu, kwa maana assist na kufunga, umekuwa wa juu zaidi kuliko msimu uliopita mpaka kufikia sasa kama ifuatavyo. Kwenye mechi hizi 24 dakika hizi, Feitoto safari hii amepiga mashuti 37 tu. Katika hayo mashuti 37, 27 amelenga lango, ambao utaona hapa shooting accuracy ni around 73%, kwa maana ya kupiga mashuti kwa usahihi ya kulenga shabaha. Na je, baada ya kulenga shabaha kwa usahihi huo, nini alichofanya? Feitoto amefunga mabao 4. Ndio, mpaka sasa kwa mashuti hayo, kwa jitihada hizi, amefunga mabao, tusema goals, mabao 4. Kwa nini? Nimetoka kuelezea. Hivi sasa kwa sababu anakuwa nyuma zaidi, sio mshambuliaji bandia, mashuti yake hupiga mengi ni mbali ya lango. Yanalenga shabaha kwa 73% zilizotoka kueleza, lakini makipa wanakuwa kwa mbali, wanamuona kuliko msimu uliopita ambao alikuwa karibu zaidi na lango la wapinzani. Lakini baada ya kufunga magoli hayo 4 kutokana na mashuti 27 aliyolenga lango kati ya 37, Feitoto pia ametoa assist 12. Matokeo yake ni nini? Amechangia mabao 16, wakati Azam hivi sasa wamefunga mabao 38. Kwa hiyo mchango wa mabao kwa ujumla, assist na mabao aliyofunga 4, kati ya mabao 38 walifunga Azam, ukizidisha kwa 100, ndipo unagundua mchango wa mabao, goals contribution wa Feitoto kwa Azam ni around 42%. Unaona, msimu uliopita pamoja na kufunga mabao mengi, mchango wa jumla ulikuwa 41%, lakini msimu huu pamoja na kwamba amefunga mabao machache, assist zake ndizo zinaifanya Azam imtegemee zaidi kwa 42% kufunga mabao. Ikumbukwe, msimu uliopita top assist provider, yani mchezaji aliyetoa assist nyingi kuliko wote ligi kuu Tanzania bara, alikuwa ni Kipre Junior ambaye hivi sasa yuko MC Alger. Alitoa assist 9. Feitoto msimu huu mechi zimechezwa 25 na klabu yake ya Azam, tayari ana assist 12 zinazozidi assist 3 kulinganisha na mtoa assist bora wa msimu uliopita. Hiyo peke yake inaonyesha namna gani majukumu ya Faisal Salum Feitoto msimu huu yamekuwa kuwatengenezea wenzake zaidi. Lakini kwa ujumla tu unaona namna gani amekuwa muhimu kwa sababu ya mchango wake wa mabao. Ni dhahiri kwamba akitua Yanga ambako anafahamu vizuri mifumo ya klabu chini ya kocha Milud Hamdi au yeyote ule, Faisal Salum Feitoto itakuwa ni hazina kubwa kwa Yanga, na hivyo kuendeleza kile ambacho anakifanya sasa Azam, anakifanya sasa katika timu ya Taifa Stars, alichokuwa kikifanya katika klabu yake ya Yanga chini ya Nasreddine Nabi, lakini pia mwisho wa siku ataifanya Yanga iendelee kutisha. Ikumbukwe Stefan Aziz Ki kwenye eneo lake hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara ndiye anayeongoza kwa kupiga mashuti mengi kuliko wachezaji wote. Tayari ameshapiga mashuti 56. Kati ya hayo yaliyolenga lango ni mashuti 26, ana mabao 7, assist 7, amechangia mabao 14 kwa klabu yake ya Yanga. Stefan Aziz Ki kwa klabu yake ya Azam amechangia mabao 16. Hivyo ni replacement sahihi, ni mchezaji sahihi wa kuhakikisha pengo la Stefan Aziz Ki halitakuwapo, kwa sababu huyu Feitoto ni wa kiwango bora sana. Lakini kama Aziz Ki ataendelea kubaki Yanga, maana Yanga itazidi kuwa na silaha nzito dhidi ya wapinzani wake katika michuano mbalimbali atakayoshiriki msimu wa 2025-26. Kwa maana kwamba yeye Feitoto, Stefan Aziz Ki kama walivyokuwa wakifanya msimu 22-23, bila shaka wataendeleza kile ambacho kiliwasaidia Yanga kutoa ubingwa katika msimu huo. Msimu wa nyuma yake pia Feitoto akiwa miongoni mwa wachezaji muhimu walitoa ubingwa 21-22. Msimu uliopita Yanga ametoa ubingwa 23-24, na msimu huu wanaongoza ligi hivi sasa wakiwa na wachezaji wengi nyota. Kumpata huyu Feitoto kurejea kikosini
Yanga itakuwa na silaha nzito zaidi, kwa sababu ndi katika kikosi ambacho pia kuna Peodo Pacome Zouzoua ambaye mpaka sasa tayari ameshafunga mabao 8, ana assist 9, amechangia mabao 17. Kuna Clement Mzize Walid, kama ataendelea kubaki, maana naye anahusishwa uhamisho wa kwenda katika timu nyingine kwa dau nono kutoka Yanga baada ya msimu kumalizika, akiwepo bado katika klabu ya Yanga, halafu akaendelea kuwa na Feitoto pindi kweli atakapotua Yanga, ni silaha nyingine, kwa sababu Mzize tayari ana mabao 10, ana mabao 11, ana assist 3. Lakini kuna Prince Pumelo Dube ana mabao 11, ana assist 7, kachangia mabao 18. Kuna Maxim Pia Nzengeli, yeye pia ana assist 8, ana mabao 4, kachangia mabao 12, na kadhalika na kadhalika, kwa sababu walio bora ndani ya Yanga yupo Khalid Aucho Dokta yuko vizuri, yupo Zuk Abuya yuko vizuri, Mudathi Yaya Abbas yuko vizuri, na wachezaji wengine eneo hasa wanapokwenda kushambulia Yanga wako vizuri mno. Ndio maana katika ligi kuu Tanzania bara mechi 24 walizocheza wameshafunga mabao 62, huku wakiwa na pointi 64, performance ya 89%, mabao wakifunga kwa wastani wa juu zaidi, na hivyo kuifanya iwe na makali zaidi. Swali ni kwamba je, tetesi hizi ni za kweli? Ni kweli kwamba Faisal Salum Feitoto ofa zote zinazotajwa kumhusisha mwisho wa siku atarejea Yanga kwa ufanono zaidi? Ni kweli Azam watakuwa tayari kumwachia? Je, ni kweli Yanga wanamfukuzia kweli na wanania hiyo? Lakini mwisho wa siku maelezo ya Azam hasa kupitia kwa mkuu wa idara yao ya habari na mawasiliano kwa umma Zaka za kazi, hakuna klabu yoyote iliyowasilisha ofa kwao ya kumtaka Feitoto, na kwamba wao hawana kikwazo chochote, alimradi yeyote anayemtaka basi azungumze nao, wakifikia dau ambalo wao wanalihitaji kwa kuthaminisha kulingana na kiwango cha Feitoto ambaye ni mchezaji wao. Wao hawana hiana, si kawaida yao kuwakwaza, kuwazuia wachezaji katika kutimiza ndoto zao kutoka eneo moja hadi jingine, alimradi tu maslahi ya klabu ya Azam yazingatiwe kwa kupata kinachostahili, kulingana na ukweli kwamba Feitoto kwa sasa ni mchezaji wa Azam. Nini kitakachotokea ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.